Yule si makaki yule. Kafuata nini hapa? Mke wangu yuko, mtakuwa mmewasiliana ndio maana amefika nyumbani. Bila mawasiliano asinge kufika hapa nyumbani. Angekujeje hapa kama hujawasiliana naye? Mimi sijui kwa kweli mume wangu. Mke wangu. Sijui mume wangu. Mungu asilia, naomba nende nikazungumze naye. Tena ukamwambie sitaki mazoea na mke wangu. Nitakuja nimfanye kitu kibaya. Kijiji chote hichi kije kinione mimi mbaya. Narudia tena. Kamwambie sitaki mazoea na mke wangu. Sawa. Makaki, umefuata nini hapo? Kufuata wewe hapo. Makaki, mimi nimeolewa. Tayari nishakuwa mke wa mtu. Hapa ulipokuja utasababisha balaa na matatizo. Tafadhali nakuomba uende. Kama unataka kunitafuta nitafute sehemu nyingine, lakini sio hapa. Tafadhali Makaki. Azna, naomba unisikilize. Kwa hiyo mimi kupata yale matatizo basi ukaamua kuendelea maisha mengine na mwanaume mwingine. Ni kweli Makaki. Kwa unaona mimi miaka mitatu ulikuwa na matatizo. Mimi ningefanya nini? Mimi nimeolewa tayari, nimeshakuwa mke wa mtu. Na mume wangu anahitaji kukuona kabisa hapa. Tutasababisha matatizo makubwa sana. Nasije kurudia kama mara kwanza. Tafadhali Makaki, nakuomba tu uende. Nisikilize Azna, mimi bado nakupenda. Bado nakupenda Azna. Makaki, ninachokwambia naomba unielewe. Yule mtu ni mkorofi sana. Nasije ukuta kama alikuta mara kwanza. Hatimaye kusababisha matatizo makubwa zaidi ya wao. Tafadhali Makaki, naomba tu uende. Kwa hiyo Dada yangu kipenzi, tuna ujio kidogo, tuna ugeni na jambo hili limenifanya nifikirie sana. Unajua ukipata matatizo ndipo kichwa kinafanya kazi. Sasa huyu anaitwa Diego, ni mtaalamu kidogo zaidi ya sisi binadamu wa kawaida, na imenipasa nimlete hapa kutokana na changamoto ambazo tunapitia mimi, wewe na ndugu zetu wengine majirani. Kwa hiyo tutakuwa naye katika siku 2-3 mpaka atakaposema kwamba tiba imekamilika. Diego, huyu ni dada yangu kipenzi ambaye nilikupa taarifa kwamba tunaishi naye baada ya kumpoteza mdogo wangu. So karibu, jisikie uko nyumbani. sasa mbona unafanya yote haya kwa nini? Dada, kumbuka tunapambana vita kiasi gani na aina gani. Hivi wewe huoni kwamba
shamba karibu lifike nusu kule kwenye mpaka, watu wanasogeza kibabe, tena wakitutishia na maisha, kwa sababu tu hatuna baba, hatuna mtu yeyote wa kutupigania. Tumepambana sisi wenyewe, lakini imeshindikana. Haujaona hilo? Utaishi mpaka lini chini ya mabawa ya watu ambao hawakuthamini wewe? Dada yangu, nikutoe hofu, ondoa shaka kwenye hili. Huyu ndugu yako kaniamini, hata mimi mwenyewe najiamini. Nipo tayari katika kuwasaidia hili. Ametoka kunisimulia kuhusiana na kifo cha mdogo wenu. Kiukweli inauma sana. Tukilifumbia macho hili, tutazidi kuumia. Hiyo mirathi mlionayo itakuja kuwafanya mteketee familia nzima, lakini kwa sababu nimekuja mimi, nipo kwa ajili ya kuwatetea nyinyi, kuanzia familia hii mpaka hicho kijiji chote. Sijui mmenielewa mpaka hapo? Ondoa tu shaka. Mimi nilikotokea Magangamelo, kumebeki mitari nene ndi munyamuka misonja mwisukulumu havisikanga. Uwezo nilionayo si wa kawaida. Mizimu imenikubali na imeniamini. Kazi yenu mimi kwangu nyinyi ni ndogo. Naombeni tu mniamini, niwaonyeshe kazi. Hata hao wana kijiji wataelewa. Ndugu yangu, mimi nakusihi, tuliza pressure. Hili jambo halihitaji uoga hata kidogo, na ukiweka uoga, yani we haupo, wanakufuta kwenye ramani ya dunia. Nafikiri unaelewa, tumeshakutana na maswaibu kibao. Baba hajawahi kutuambia labda ilikuwa vipi akakutana na kipi na kipi, lakini sisi tunaanza kuonja yale yaliyomkuta marehemu baba yetu. So kama unavaa viatu, vaa viatu afu vifunge vizuri. Sawa. Lakini mimi naomba kwenye mambo yenu hayo msinihusishe, kwa sababu mimi nakijua vizuri hiki kijiji. Ila kama itatokea mtapambana wenyewe mtashinda, basi tutakuwa pamoja. Sitaki kuhusika kabisa, kwa sababu likitokea lolote mimi nitaambiwa nilikuwa najua. Utafurahi sana. Vakung'enela ndi mzee Diego ruhuma kumibiki mitali Magurumelo ndi mwisukulu mnyamuka misonja mwana vamuhavisikanga. Uwezo nilionao sio uwezo wa kawaida. Mizimu imeniamini mimi na ikanipa uwezo mkubwa kwa ajili ya kufanya mambo ya utetezi. Mimi nitawatetea na nitawalinda kuanzia familia hii mpaka hicho kijiji chote. Hao wajinga wote wanaochezea watu nitawaonyesha. Nina mabaraa yote. Nina baraa mpaka la kizungu. Hanajiita kidigitali, mimi nitawaonyesha. Sawa, haina shida, ila nashukuru sana kwa kumuelewesha dada yangu, maana kidogo anakuaga mbishi. Si unajua ndugu wanaofuatana kuelewana kidogo inakuaga ipo kazi. So dada, please, tunaomba ushirikiano wako na tutakuwa naye siku kadhaa hapa kwa ajili ya kazi. Mtalala fufu. Usingizi mtamu, unono. Muvasa usingizi unono. Mtalala vizuri. Hilo barani nalolianzisha kuanzia leo hii. Huko ulikopeleka begi langu huko ndiko nitaka kuanzia balaa langu. Lazima waisome namba kwa Kirumi. Sijui unanielewa. Chonde mama. Chonde mama kila wanga. Chonde mama. 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 Chonde mama kina wanga. Kina wanga. Chonde mama kina wanga. Chonde mama kina wanga. Chonde mama
kenda wanga. Yote mama kenda wanga. Kenda wanga. Nilijua tu ujio wenu. Nilifahamu na nimekuja hapa kwa dhumuni maalum. Mimi nimekuja kwa dhumuni maalum. Nimeitwa katika kijiji hiki kwa ajili ya kufanya ukombozi. Nyinyi mmekuwa mkifanya mambo ya kifedhuli na kibibi. Sasa nimekuja kuwaonyesha kazi pumbavu. Tekeni, lakini cha moto mtakiona. Mimi sijaja kijingajinga. Nimekuja kwa na nguvu maalum. Nilijua tu lazima mtanikimbia. Umayu ija mnono. Salamu nyingi bora shezi mmeondoka. Amlala maya yachi. Wewe ndio matoro hujapambana katika kijiji. Hautuwezi. Wewe ni mdogo sana. Kiki super. Wewe huniwezi mimi. Mimi ndo Diego. Luhuma kumarunguru. Bibi Kimitari. Maguru Meru. Hakuna cha kunishinda. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukomboa. Hii nyumba mmeifanya kama nyumba za bibi zenu. Sasa nimekuja kuharibu utawala wenu. Na kama mlikuwa mmejichukulia hii nyumba kama mnavyomiliki, mimi ndo nimekuja kufanya ukombozi. Kupitia hii nyumba hakuna kitakachowezekana. Mmekula vya kutosha. Sasa hamniwezi. Super. Nilijua tu mbio zenu hazifiki mbali. Na hapa ndipo mlipofikia. Sasa nitawaonyesha kazi. Nitawaonyesha mimi ni nani. Tumekuja hapa kukupa onyo. Acha hicho unachokifanya. La sivyo utakuja kupotea vibaya. Tena mwambie na alokuleta hapa kijijini. Atakuponza. Umela! Ondoka hapa kijijini. La sivyo tunapoteza. Nyinyi hamjajua mimi ni nani na ndio maana mnalopoka. Mnalopoka ujinga kwa sababu hamjajua mimi ni nani. Sasa nitawaonyesha kazi. Huyo aliyenituma hapa anajua nguvu zangu jinsi zilivyo. Na nimekuja kufanya kazi istahilivyo na waonyesha. Sasa ngoja niwaonyeshe. Mimi nikiwaonyesha kwa nguo ya ndani naweza ikavaliwa hata bila ya kuvaliwa na nguo nyingine. Pumbavu sana. Mchanganyeni. Mkuu, vipi? Safi.
Naona unaandaa dawa kidogo. Lazima tuandae dawa. Nakubali. Haya, sawa. Mkuu! Yaani umezama kwenye dimbwi la mawazo yani mbaya. Hapana, usalama upo. Au una mawazo ya kifamilia nyumbani au upo sawa nini? Ndugu yangu, hiki kijiji chenu kina balaa. Hawa watu ambao tunashindana nao sio watu wa kawaida. Wana mambo ya ajabu sana. Kwambia hapa hapajapoa faza. Ndio maana nikakusisitiza kuwa makini. Sisi wenyewe tumechezeshwa ndombolo vibaya mno. Jana usiku nimeona kabisa nyumba ina mambo ya ajabu. Mauzauza sio mauzauza, kutoka nje na kutana nao. Oya Mwamu! No. Njoo sikia chuma huku. Mwamu. Ibane, Mwamu. Nilimwambia mkuu kwamba hichi kijiji sio poa. Sikiliza chuma alichokutana nacho jana usiku. Wakati ule tumetoka kwenye kikao. Mida ile ya usiku. Mauzauza ambayo nimeyaona kule chumbani kwangu. Nikaona kabisa hii nyumba haipo sawa. Usalama ni mdogo. Nikaona ngoja nitoke nje. Ile kutoka nje ndo nakutana na hao vikaragosi. Mambo ambayo wananiambia mimi nikashindwa kabisa kuelewa. Nikaona kabisa wana confuse my digital kingamuzi. Sikuelewa. Wao wanataka nini? Wanataka mimi niondoke kwenye hiki kijiji. Mimi sistahili kabisa kupambana nao kwenye hiki kijiji. Wananiona kama mimi fara. Mkuu, hapo mkafikiana vipi? Mimi mjukuu wa Mkwawa Vinyika Myugumba. Nimetokea Ilula kule wanakolima nyanya. Mtaa wa Nyakiromo ni ajabu. Mimi lazima nipambane nao, hawawezi kunishinda hata kidogo. Naandaa bara ambalo jingine hawajawahi kufikiria kama likiweza kutokea, hiyo fatality. Hiyo fatality. Lazima watembelee makalio hapa mpaka kwenye wakizao. Mwamu, nilikwambia lakini hichi kitu mnachokifanya kinaweza kuja kuleta madhara makubwa zaidi ya mnachokitarajia. Kijana, acha uoga. Hawa watu hawana balaa la kunishinda. Mimi nimetoka huko Magurumero, Mibiki Mitali, nina uwezo wa ajabu. Hakuna wa kunishinda mimi. Mwamu, ila lolote litakalokuja kutokea, mimi simo kabisa katika hilo. Mwamu, wewe nenda kampe kampani dada. Baba, hapa moto tu. Yaani moto kwa moto. Lazima watembelee moto. Wao kuloga tu. Maendeleo umuhavipei havila aihekelela gwenda ndipilu lile lilomo bimbiga. Baba nakubali. Washa moto baba, nakubali. Kazi juu ya kazi. Yaani mpaka waelewe. Mimi napiga mswaki hapa mzee wangu. Nene. Nakubali. Lazima niwaone. Mke wangu Zanisha, unajua sasa hivi umebadilika sana humu ndani, na najua tu nini kinakubadilisha. Ni huyu kijana Mjebi huyu. Na nikwambie tu kwamba mimi sikushindwa kumuua yule kijana, na kama ningelitaka kummaliza ningemmaliza ndani ya sekunde hii moja tu. Kwa sababu yako wewe una urafiki na dada yake,
Hicho ndicho kilichosababisha mpaka mimi nimemsamehe yule kijana, mpaka leo siwezi kumuua. Lakini sasa huko anakoelekea anakitafuta kifo chake yeye mwenyewe. Ninao uwezo wa kumuua yule kijana ndani ya sekunde hii moja tu. Hivyo basi, kila mnachoendelea nacho ninakiona, na ndio maana hata siku hizi ndani ufanisi wako umekuwa mdogo sana, mke wangu. Zile raha nilizokuwa nikizizoea sizipati tena kwa sababu ya huyu kijana aliyekuja katika kijiji chetu. Mke wangu, huyu kijana anafika mbali sasa. Mimi nadhani hayo ni mawazo yako tu, wala hamna kitu chochote kinachoendelea. Mawazo yangu, mke wangu, siku zote barua ya moyo husomwa kwenye paji la uso. Mimi ni mtu mzima na yaona mengi, lakini pia nakuona mara kwa mara unapokuwa unasimama naye. Ni wazi tu kwamba huyu kijana anakutongoza. Sina hakika kama na wewe tayari umeshaanza kumkubali, lakini kwa hizi dalili ninazoziona humu ndani, ni wazi tayari umeshaanza kulegea na maneno yake. Mke wangu, wewe ni wa thamani sana kwangu katika maisha yangu, na ndio maana nakupambania sana, mke wangu. Hivi unajua kwamba tayari walishakufunga hata kizazi na wanatamani kukuua hata leo? Lakini mimi mume wako, kwa sababu nakupenda na mimi nina nguvu, ndio maana nakupambania, mke wangu. Nilijua tu. Unadhani mimi ni mpumbavu? Nilikaa kimya kwa sababu nilikuwa najua nini nakifanya. Sijakurupuka. Nilikutana na yule mchepuko wako. Hayo ulosema hapa naye kasema vile vile. Sikiliza nikwambie, mke wangu, yule mimi sio mwanamke wangu, na wala sina hata chembe ya mahusiano naye. Isipokuwa usichokujua ni kwamba yule mwanamke mimi nilitaka kumuoa kabla ya kukuoa wewe, lakini baada ya kukupata wewe niligairisha swala la kumuoa. Na ndiyo maana hiyo vita yote unayoiona inaendelea ni kwa sababu hiyo. Lakini sina hata chembe ya mahusiano naye katika mahusiano ya kimapenzi, ila tu ni mshirika wangu katika chama chetu hiki cha usiku. Tukirudi katika hili swala ambalo limesababisha mimi na wewe tukae kikao hapa ndani kwetu, mke wangu, mwambie huyu kijana aache kukufatafata. Wewe ni mke wa mtu. Anachokifanya ni ukosefu wa adabu. Hata kama nitakuwa na msamehe, lakini kitendo cha kukuchezea wewe, mke wangu, ni sawasawa na kumchezea sharubu simba. Kama nitamuona tena akikufatafata, nitamuua mbele ya macho yako. Hivyo basi, kaa naye mbali tena, na yeye umwambie akae mbali na wewe, mbali sana. Azna, mpenzi wangu, naomba unisikilize basi. Naomba unielewe. Wewe bado uko kwenye moyo wangu mama. Haijalishi basi ndio ulishindwa kunisubiri ukaamua kuchukua maamuzi ya kuolewa. Ndio nakubali. Ila sasa hivi tayari afya yangu imerudi iko sawa. Tayari niko sawa mama. Nakupenda. Makaki, sio kwamba sikupendi. Nakupenda sana Makaki. Isipokuwa tatizo ni mume wangu. Mume wangu mimi ni mshirikina sana. Nimeogopa sija akajirudia kama ya mara ya kwanza, hatimaye ukapoteza maisha kabisa. Kwani nakuhitaji na nakupenda, na ndio maana pale siku nilikutoa tu ili mradi uondoke. Alichukia kabisa, lakini nakuhitaji sana Makaki. Hata niliposikia umerudi nilitamani tuonane, nilitamani tafute muda tuonane, ila ilishindikana. Lakini naomba uniachie mimi, yote nitayashughulikia.
Nakupenda Makaki. Mpenzi wangu, ulikuwa unanipenda ungenisubiri. Wewe ulikata tamaa na mimi mapema tatizo. Alafu kingine mama, sijawahi kusahau siku zote za maisha yangu. Kama hapa kata nilikufuata kwako. Nimesikia umeolewa, nikataka kuhakikisha. Wewe uone upendo ndani yangu. Usijali Makaki. Nakupenda sana. Na kuhusu hayo niachie mimi. Nakupenda Makaki. Nakupenda. Kijana, harakati zako ninazijua, jitihada zako zote katika hiki kijiji ninaziona. Sasa basi, nikuonye, kaa mbali na familia yangu, kaa mbali na mke wangu. Sababu ya mimi kukuacha ni moja tu, kwa sababu dada yako ananiheshimu sana mimi. Sikutaka nimbakishe awe mnyonge, awe peke yake katika kijiji hiki, na ndio maana nikakubakisha wewe. Lakini pia mke wangu mimi kunisihisihi sana, mume wangu msamehe yule kijana, ndio sababu mimi nikaacha kukuua wewe. Hivi unajua kwa nini baba yako alikufa? Alitaka kushindana na mimi. Na hata yule mdogo wako naye pia ukaidi wake na ujeuri wake ndiyo uliosababisha nikamuondoa mara moja kwenye hii dunia. Naona sasa na wewe unataka kuwafata huko waliko kuzimu. Kijana, yule ni mke wangu. Narudia tena, ni mke wangu mimi. Kitendo cha kumchezea mke wangu, unachezea ndevu zangu. Bwana mdogo, utawafata wazazi wako, utamfata na ndugu yako huko waliko kuzimu. Nisikiliza vizuri. Tena kwanza mimi sioni sababu ya wewe kuua, kwa sababu huwa mnanichokonoa tu ili mradi tu ni waue. Lakini sasa basi, wewe dawa yako ni hii moja tu. Wewe nitakugeuza shoga. Pale utakapoanza kulegeza vidole na kurembua macho, ndio utakapojua sasa kwamba mke wa mtu ni sumu, hafai. Lakini pia wewe ndio utakuwa shoga wa kwanza kwenye kijiji chetu, maana hatujawahi kuwa na shoga kwenye mji wetu. Lakini wewe ushoga unakunukia wewe mtoto. Kijana, kaa mbali na mke wangu. Mzasikiliza wewe, utaibeba dunia milele maishani mwako. Yaani wewe uchawi usikupe kichwa. Ungekuwa unajiweza ungeongea na mimi face to face. Sio unatumia mitungi na wewe. Vibuyu havikupeleki popote wewe. Mwanga mmoja. Uchizi nini? Mke wangu. Wewe mkeo hajui mapenzi. Mbona anashoboka sasa? Mbona ananifuata? Ungekuwa unampenda mke wako, unampa mapenzi kaa mbali na mimi kwenye anga zangu. Sio kanitafutia uchenjeo kabisa mzee wangu. Lakini kama nimeshindwa kukuelewa wewe, mke wangu, mimi ni kaka yako wa damu, utanielewa kweli mimi nikitambia tu? Kumbuka wewe ni mwanaume wenzake, hapo mimi namzalao kwa sababu ya mimi mwanamke. Sawa, nitajaribu, lakini sidhani kama atanielewa. Nisijaribu, mimi nataka uone. Kwa mwenendo unaoenda nao hapa kijijini, mimi nakushauri tu, ni bora tu ungeondoka, ungetuachia sisi kijiji, maana upawezi kabisa. Mwamu,
Nadhani umesahau kwamba marehemu baba yangu ni mzawa kwenye kijiji hichi, na usichokifahamu, mimi ni mzaliwa kwenye kijiji hichi. Ni kipindi tu vimepishana kutoka mimi hapa kwenda mjini kutafuta, na kwa mimi kuamua kutokuondoka hapa ni kwa sababu maalum. Mali na mirathi ambayo ameiacha marehemu baba yangu wanaitolea macho. Sio hiyo tu, wanatolea macho hadi maisha yetu. Kwa hiyo kivyo vyote vile siwezi kuondoka hapa mpaka nitimize nilichokifuata au ninachotaka. Aidha wanizike pembeni ya kaburi la baba yangu. Na najua dada ndo alikuagiza, mwambie atulize pressure, atulize mtori, nyama ziko chini. Kivipi? Yule ni wa kike, kwa hiyo lazima awe na wasiwasi. Anahofia tumempoteza mdogo wetu, ndio anaona mauzauza yanamzuzua. Iko hivi, mwambie awe mpole, kila kitu kinaenda sawa. Alafu nakuomba mwambie asubuhi na kikao na yeye kabla hajaenda popote. Sawa bwana shemeji, hayo ni mawazo yangu tu, ila kwa maoni yangu na ninavyokujua wewe ulivyokuwa na hasira, ninaona tutakukosa kwenye kijiji. Siwezi kuondoka kijijini hapa mpaka nitimize na kuweka kila kitu sawa, haswa katika mirathi na haki ya babangu mzazi. Usiku mwema mwanangu. Basi sawa bwana shemeji, acha mimi nikuache ndio nikapumzike. Kachimbu wentofe, kachimbu wentofe, kachimbu wentofe, kachimbu wentofe, kachimbu wentofe. Vijana wangu, ndio mkuu, leo ni siku ya kutoa onyo. Kuna kakijana kamganga kamekuja hapa kijijini kwetu, kanasema kanatuweza. Hivi kanatuweza? Leo tunakapa onyo. Onyo. Sasa umefika ule wakati wa kutoa onyo. Tulia wewe. Nini kimekuleta katika kijiji chetu? Hivi wewe ni mganga ndele wewe? Unadhani unatuweza sisi wewe? Sisi utuwezi. Unadhani utafanya nini na huo upuuzi wako? Hivi wewe ni nani hasa uje uingilie mambo yetu yasiyokuhusu? We nani? Unataka tutafune vifupa vyako hivyo? Tutafune vifupa hivyo. Hivi anatutosha huyu? Sasa basi, kabla hatuja kutafuna, toka, rudi ulikotoka. Mkuu, huyu asiposikiliza niachia mimi, tammaliza. Kijana, umesikia? Hili ndio onyo la mwanzo, onyo la pili na la mwisho. Ondoka kijijini kwetu. Kachimbu wentofe. Kunuga. We kachimbu wentofe. Kunuga. Wentofe. 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 We kachimbu wentofe. Kachimbu wentofe. We kachimbu wentofe.
Kuberekane bwe palumanza pasho mwandebu kuberekane palumanza pasho mwandebu kuberekane mwe palumanza pasho mwandebu kuberekane we palumanza pasho mwandebu cho mwandebu weye cho mwandebu cho mwandebu weye cho mwandebu. Kijana, tulikuonya gizani, haukutusikia. Sasa leo ndio mwisho wa maisha yako. We, hakuna mnachonisumbua mimi. Nyinyi kwangu ni watoto wadogo na waweka hapa. Mimi siogopi. Kama ni ujinga mlifanya kwa kipindi kile, hapa hamfanyi. Hapa hamfanyi ujinga wowote. Vijana wangu, tulimuona usiku tukamuona kwa mbali. Kumbe kana nyama bwana. Kamenona. Kana vinyama nyama. Wewe, wacha. Kijana, tamba tambo zako. Tambo zetu hutani. Mimi nawamaliza. Mimi ndo mjukuu wa Mkwawa, Mkwavinyika Muyugumba, Luhuma Kumalungulu, Maganga Melu, na wateketeza Luhuma Palula Pevilima Manyanya. Kuberekane mwe palumanza pasho mwandebu kuberekane mwe palumanza pasho mwandebu cho mwandebu ho cho mwandebu cho mwandebu cho mwandebu we kuberekane mwe palumanza pasho mwandebu we kuberekane we palumanza pasho mwandebu. Mimi mambo ya hapa kijijini kwenu yamenishinda. Mimi maamuzi ninayochukua ni kuondoka.